Karibuni sana wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Simulizi Tamu. Leo tunafungua ukurasa wa kitabu chenye harufu ya damu na kisasi. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana kwenye familia yetu. Kabla hatujaanza, ni kuombe ubonyeze like, andika comment ukiweka bendera ya nchi unayotutazamia na hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili usipitwe na sehemu yoyote ya kisa hiki kitakachokufanya usiku kucha usipate usingizi. Kwa hamu ya kutaka kusikiliza, jiandae kwa simulizi ya Kivuli cha Mona Lisa. Huu hapa ni muktasari wa kile kinachokwenda kukusisimua. Mona Lisa. Jina hili lilipaswa kila aliyemkosea. Idadi inasogea. 521. Je, ukatili wa wanaume utamfanya Mona Lisa kuwa shujaa wa giza au mkono wa sheria utamfikia kabla ya kisu chake hakijachoka? Tuanze kisa hiki kuanzia mwanzo kabisa. Sehemu ya kwanza inaanza sasa hivi. Kaa tayari. Mwaka 1974, katika kuta nyeupe za hospitali kuu jijini Dar es Salaam, harufu ya dawa za ganzi na damu ilitawala chumba cha uzazi. Mwanamke mmoja shujaa, Bi Angelina, alikuwa akipambana na dhoruba ya maumivu yaliyozidi uwezo wa mwili wake. Sukuma mama, sukuma! Sauti za wakunga zilikuwa kama mwangwi wa mbali. Bi Angelina, akiwa amechoka na kutaabika kwa saa nyingi, alitoa sauti ya kukata tamaa. Nimeishiwa nguvu. Hali ilikuwa tete. Daktari bingwa, Daktari Mvungi, aliamuru upasuaji wa haraka. Nyonga za Bi Angelina zilikuwa ndogo mno kuubeba urembo wa kiumbe kilichokuwa kikitafuta njia ya kuiona dunia. Katika mwangwi wa visu vya upasuaji, miujiza na msiba vilikutana. Mona Lisa alizaliwa, malaika mwenye sura ya kuvutia, lakini Bi Angelina, mama yake, hakupata hata sekunde ya kumkumbatia. Alitoa pumzi yake ya mwisho akimwacha mwanaye mikononi mwa ulimwengu usio na huruma. Basi Mona Lisa akachukuliwa na Mzee Somba kwenda kuishi naye, akiahidi kuwa atampa malezi kama baba mzazi. Wakati huo Mona Lisa akiwa darasa la kwanza, lakini binti Mona Lisa, ndoto zake za kitoto zilichanwa vipande vipande. Alizinduka usingizini na kukutana na uzito wa mwili wa yule aliyemwita baba. Tulia, ukipiga kelele, kisu hiki kitanyamazisha roho yako. Sauti ya Mzee Somba ilikuwa ya kikatili, huku kisu na bastola vikiwa pembeni ya kitanda. Siku hiyo Mona Lisa alijua maana ya maumivu. Mashuka meupe yaliloa damu ya ukatili na ulimwengu wake wa utoto ukaishia hapo. Aligeuzwa mtumwa wa ngono ndani ya kasri lile, akifanyiwa unyama ambao hata mnyama hawezi kumfanyia mwenzake. Miaka 10 ya mateso ilipita. Mona Lisa alikuwa kivuli cha yule binti mrembo. Alitembea kwa shida, miguu ikipanuka kutokana na unyama aliyokuwa akifanyiwa kila usiku. Alianza kutoa harufu ya ajabu, sketi yake ya shule ikiloa usaha na damu, lakini Mzee Somba hakujali. Alizidi kumtumia kama chombo cha starehe, akimuingilia kinyume na maumbile pale aliposhindwa kumpata kwa njia ya kawaida. Mfanyakazi pekee wa ndani, Bibi Tatu, aliyefanya kazi hapo kwa miaka 30, alianza kuona mabadiliko. Aliona huzuni machoni mwa Mona Lisa. Siku moja, akiwa amechoka na kuteseka, Mona Lisa aliamua kuvunja mwiko wa ukimya. Bibi, naondoka. Sitaki kufia hapa. Mona Lisa alisema kwa sauti ya kukata tamaa. Alimfunulia Bibi Tatu jeraha lake. Alionyesha uharibifu uliokuwa umefanywa na Mzee Somba, harufu, usaha na nyama iliyoumia vibaya. Bibi Tatu aliangua kilio cha uchungu. Hakuamini kuwa yule mzee aliyekuwa akisifiwa mjini kwa ukarimu alikuwa mnyama kiasi kile. Kwa nini hukuniambia siku zote? Bibi Tatu aliuliza huku akitetemeka. Alisema wewe ni mchawi na ukijua ataniua kwa risasi. Mona Lisa alijibu kwa sauti ya woga. Bibi Tatu kwa ujasiri wa mwisho alimbeba Mona Lisa na kumtorosha kutoka kwenye lile kasri la mauti. Walipanda daladala hadi kwenye kibanda chake kidogo maeneo ya mbali na mji. Hapo Mona Lisa alijikunyata. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo safari ya kisasi ya Mona Lisa inapoanza.
Mzee Somba hajui kuwa saa yake ya mwisho inakaribia. Je, nini kitatokea watakapokutana tena? Usikose sehemu ya pili ya Kivuli cha Mona Lisa hapa Simulizi Tamu. Subscribe.